Kwenda mbali, tunafungua vitabu vyetu tusome katika kitabu cha Samueli wa kwanza. Samueli wa kwanza ile sura yake ya 3 mstari wake wa kwanza, na tutaishia pale kwenye mstari wa 21. Samueli wa kwanza ile sura yake ya 3 ule mstari wake wa kwanza wa 21, na ninasoma katika jina la Yesu. Basi mtoto Samueli akamtumikia Bwana mbele ya Eli, na neno la Bwana lilikuwa adimu siku zile, hapakuwa na mafunuo dhahiri. Ikawa wakati huo Eli alipokuwa amelala mahali pake, tena macho yake yalikuwa yameanza kupofuka hata asiweze kuona, na taa ya Mungu ilikuwa haijazimika bado, na Samueli alikuwa amelala katika hekalu la Bwana palipokuwa na sanduku la Mungu. Basi wakati huo Bwana akamwita Samueli, naye akasema, mimi hapa. Akamwendea Eli kwa haraka akasema, mimi hapa, kwa maana uliniita. Akasema, sikukuita, kalale tena. Naye akaenda akalala tena. Bwana akaita mara ya pili, Samueli, Samueli. Akaondoka akamwendea Eli akasema, mimi hapa, kwa maana uliniita. Akajibu, sikukuita, mwanangu, kalale tena. Basi Samueli alikuwa amjui Bwana bado, na neno la Bwana lilikuwa bado halijafunuliwa kwake. Bwana akamwita Samueli mara ya 3, naye akaondoka akamwendea Eli akasema, mimi hapa, kwa maana uliniita. Ndipo Eli akatambua ya kuwa Bwana ndiye aliyemwita yule mtoto. Kwa hiyo Eli akamwambia Samueli, enenda kalale. Itakuwa akikuita utasema nena Bwana, kwa kuwa mtumishi wako anasikia. Basi Samueli akaenda akalala mahali pake. Bwana akaja akasimama akaita vile kama kwanza, Samueli, Samueli. Ndipo Samueli akasema, nena Bwana, kwa kuwa mtumishi wako anasikia. Bwana akamwambia Samueli, angalia, nitatenda tendo katika Israeli ambalo kila atakayelisikia masikio yake yatamwasha. Siku hiyo nitayatimiza maneno yale yote niliyoyasema juu ya Eli katika habari za nyumba yake tangu mwanzo hata mwisho. Kwa maana nimemwambia ya kwamba nitaihukumu nyumba yake milele kwa ajili ya ule uovu alioujua, kwa kuwa wanawe walijiletea laana, wala yeye hakuwazuia. 14. Na kwa hiyo nimeapa juu ya nyumba ya Eli ya kwamba uovu wa nyumba ya Eli hautasafika kwa dhabihu wala kwa sadaka hata milele. Naye Samueli akalala hata asubuhi, akaifungua milango ya nyumba ya Bwana. Samueli akaogopa kumjulisha Eli maono hayo.
Basi Eli akamwita Samweli, akasema, Samweli mwanangu, naye akajibu, mimi hapa. Akamuuliza, ni neno gani alilosema nawe? Na kusihi usinifiche. Mungu akufanyie vivyo hivyo, na kusudi ukinificha lolote katika hayo yote Bwana aliyoyasema nawe. Basi Samweli akamwambia kila neno, asimfiche lolote, naye afanye alilonalo kuwa ni jema. Samweli akakuwa, naye Bwana alikuwa pamoja naye, wala hakuliacha neno lake lolote lianguke chini. Nao Waisraeli wote toka Dani mpaka Beersheba walitambua ya kwamba huyu Samweli amewekwa kuwa nabii wa Bwana. 21 na ndo mwisho. Naye Bwana alionekana tena huko Shilo, kwa kuwa Bwana akajifunua kwa Samweli huko Shilo kwa neno la Bwana, nalo neno la Samweli likawajia Waisraeli wote. Amen. Nafikiri tumesoma kirefu, lakini muda wetu unaonyesha ni mfinyo, sababu tuna kazi nyingine ya kufanya. Kwa hiyo pamoja na kwamba tumesoma kirefu, lakini nataka tuzungumze neno moja ambalo linasema faida 6 za kukaa katika nyumba ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Katika kukaa nyumba ya Bwana na faida ambazo tunaweza tukazipata. Na faida ya kwanza ni kutembelewa na Bwana kila wakati. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo ni faida ya kwanza ambayo unaweza ukaipata katika kukaa katika nyumba ya Bwana. Faida ya pili ni kutambua sauti ya Bwana na kuisikiliza. Hiyo ni faida ya pili ya kukaa katika nyumba ya Bwana. Faida ya tatu ni kufunguliwa siri nyeti na Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unapokaa katika nyumba ya Bwana, lazima yale ambayo alikuwa ameyaweka kwenye moyo wake atakuja kutufunulia nayo, kwa sababu umeamua kukaa katika nyumba yake. Na lile la 4 ni kujua kujibu mwito wa Bwana. Pale unapokaa katika nyumba ya Bwana, utapata mafunzo, utaelekezwa. Unaposikia sauti ya Bwana au mwito wake, yaani inafundisha mtu namna ya kumjibu Mungu, kwa sababu jibu zinaweza zikawa mbalimbali. Unaweza ukaitwa na mtu mdogo, lakini unapojibu utajibu kulingana labda na ile miaka yake au na rika yake. Lakini kama ni mtu mkubwa, yaani ukimjibu kama unayejibu mtoto mdogo, hayataendana na sifa za kumjibu mtu aliye juu yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na sifa ya 5 ni kuwekwa kuwa mwakilishi wa Bwana au kuwa sura ya Bwana katikati ya watu ambao unaokaa nao au katika jamii unamoishi. Na ile ya 6, ile sifa au faida ya 6 ni kunakupa uhakika wa ulinzi wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unapokaa katika nyumba ya Bwana, yaani ulinzi wako unakuwa kama wenye kuimarika. Una upango mzima ambao usioweza kupitisha hata yale maovu ya kupate. Basi hizi ni habari za Samweli. Nadhani tunavyojua Samweli amekuwa mtoto wa Ana. Elkana alikuwa na wake wawili. Nao wake wawili, alikuwa mmoja ni Ana, ndio alikuwa mke mkubwa, na yule Penina naye akawa mke wa pili. Lakini Mungu, Penina akawa ana faida ya watoto. Yeye alikuwa anazaa, lakini Ana akawa mtasa. Na pindi alipo
ya sikukuu, wanakwenda kuishi pale ili kwenda kusali kwa pamoja kumsifu Mungu. Na pindi walipokuwa katika hekalu, wengine wakiendelea kusali na kufurahia neno la Mungu, lakini Ana alikuwa akihangaika juu ya utasa. Bwana Yesu atuhurumie. Na hapo Shilo ambayo alikuwa kuhani Eli, yaani alikuwa akitazama jinsi Ana wengine wakiendelea kufurahi, lakini Ana akiendelea kukaa katika huzuni kwa sababu ya utasa wake. Kumbe mtumishi wa Mungu alikuwa akimwangalia Ana jinsi alivyokuwa akihangaika. Hata wenzake wanakula, lakini yeye anaendelea kusaga meno kwa sababu ya utasa. Lakini neno la Mungu likamjia kuhani Eli baada ya kumwona jinsi anavyoendelea kusaga meno Ana. Mungu akamwambia ya kwamba mbona wewe una huzuni? Lakini kwa sababu Mungu ni mweza yote, ndiye anapana watoto, alimpa ahadi Ana ya kwamba ukirudi hapa utafika nyumbani, utachukua mimba na utamzaa mtoto wa kiume. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sifa ya kwanza ya kuwa ukikaa katika nyumba ya Bwana, yaani Mungu anaponga muda wake wa kuja kukutembelea kila siku. Tusome Mwanzo ile sura yake ya 3 mstari wake wa 8, ule mstari mmoja. Twende kwa haraka. Mwanzo ile sura ya 3 mstari wa 8. Mwanzo ile sura ya 3 mstari wa 8. ndiyo. Kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustani wakati wa jua kupunga. Adamu na mkewe wakajificha kati ya miti ya bustani, Bwana Mungu asiwaone. Bwana Mungu akamwita Adamu akamwambia, uko wapi? Akasema, nalisikia sauti yako bustani, nikaogopa kwa kuwa mimi ni uchi, nikajificha. 11. Hapa ni nafsi tu. Ule mstari mmoja wa 8 tu. Ndiyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nadhani tunasikia jinsi Mungu kipindi walikuwa na uhusiano mzuri na Adamu. Walikuwa wametengeneza sehemu katika shamba la Edeni, pale ambapo aliagana na Adamu ya kwamba wewe rafiki Adamu, kila itwayo siku masaa ya jioni, hakujua nikitaka kuanguka moja kwa moja nitakuwa nikija kuonana na wewe, nitakuwa nikikutembelea. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni faida moja ambayo inamfanya Mungu unapoamua kukaa katika nyumba yake. Yaani anafanya ziara ya kila leo kukufuata, kuja kuonana na wewe, kuja kukaa karibu nawe, kuja kuzungumza na wewe, muje mbadilishe mawazo naye ya namna gani mtakayo ishi katika maisha ya kijamii, hata hali yale ambayo yanaweza yakaturuhusu kwenda mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Yaani unapata mashauri ya kila leo kwa sababu umeamua kukaa katika nyumba ya Bwana. Bwana atusaidie. Amen. Tunaenda haraka, tutakula. Faida nyingine ni hii ya kutambua sauti ya Bwana na kuisikiliza. Unaweza ukasikia sauti lakini ukajifanya kama vile hukusikiliza ile sauti. Kusikia ni kusikia ile sauti, lakini kusikiliza ni kufanya yale ambayo unatakiwa kufanya na yule mtu ambaye anakuita. Bwana Yesu asifiwe. Ndivyo. Usome. Twende huyo Mwanzo ile sura yake ya 3 anza 8 umalizie kwa 10. Tunasoma Mwanzo ile sura ya 3 anza pale 8 ishia 10 pale. Tunasoma Mwanzo sura ya 3 tunaanza mpaka 10. Kisha wakasikia sauti ya Bwana. Wakasikia sauti ya Bwana akitembea bustanini, ndiyo, wakati wa jua kupunga. Adamu na mkewe wakajificha kati ya mti ya bustani, Bwana Mungu asiwaone. 9. Bwana Mungu akamwita Adamu akamwambia,
uko wapi? 10. Akasema, nalisikia sauti yako bustanini, nikaogopa kwa kuwa mimi ni uchi, nikajificha. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Unapokaa katika nyumba ya Bwana lazima utatambua sauti ya kila mmoja ambaye mnaishi naye. Hata kwa mazingira yetu sisi wanadamu. Sijue kama inaweza ikawe kweli kama mimi nina watoto wangu. Wewe 8, wewe 5, naamini kila mmoja ninapoongea jambo mimi au nikitoa sauti, kila anayeitwa mtoto wangu atatambua hili sauti ya nani? Ya baba. Bwana Yesu asifiwe. Hata uangalie kwa wale wamama wazazi. Wamama wazazi wanaweza wakaweke watoto 100 sehemu moja. Lakini kila mmoja akilia hapo, au tuweke zamu ya kila mmoja kulia. Muulize mama dogo, huyu ni mtoto wa nani ambaye analia pale? Kama si mtoto wake, atasema huyu si mtoto wangu. Bwana Yesu asifiwe. Na ukiwaweka kila mtu sehemu yake, huyu mtoto kila mtu sehemu yake. Na uwaweke wa mama, yaani sehemu nyingine ambao wao watoto wakianza kulia. Na umuulize kila mmoja, nenda ukafuate sauti ya mtoto wako anapolia pale. Na kuambia kila mmoja mama ataelekeza upande ambapo tunakuja sauti ya mtoto wake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo unapokaa katika nyumba ya Bwana, lazima utatambua sauti ya nani mnayeishi naye. Kwa hiyo Adamu na Eva walitambua ile sauti ya Mungu. Na kwa sababu walikosa utii, ndipo akakimbia. Lakini waliitambua sauti ya Mungu. Baada ya matendo walioyatenda isiyo ya utii, hiyo ikasababisha sasa wafanye nini? Waondoke, waende kujificha, kwa sababu wametenda maovu. Lakini waliitambua sauti. Bino ya Mungu bino. Na bili kwa sangoto atumina bopo. Dato sangoto asema. Wakasema ya kwamba tumesikia sauti yako, tumeitambua sauti yako, na kwa sababu tu uchi tumeamua tufanye nini? Tukimbie, twende kujificha kwenye miti. Mungu akawauliza, nani kawaambia mko uchi? Na hii miaka 100 ambayo mnaendelea kuishi katika shamba la Edeni, mbona hamjaongea neno hilo? Nilikuwa nikiwatembelea kila siku, hamjaniambia kwamba mko uchi. Bwana Yesu aturumie. Hiyo ni faida nyingine ya kuishi katika nyumba ya Bwana. Lazima utatambua sauti ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Adamu alitambua sauti ya Mungu. Na Eva. Tunaenda ile faida ya 3. Kufunguliwa siri yetu na Bwana. Tusome Samueli. Ule Samueli wa kwanza, ile sura yake ya 3, ule mstari wake wa 11. Twende kwa haraka. Samueli wa kwanza, Mstari wa 3. ile verse yake moja tu ya 11. Haya, tunaenda Samueli wa kwanza 3:11. Inasema, Bwana akamwambia Samueli, angalia, nitatenda tendo katika Israeli ambalo kila atakayelisikia masikio yake yatamwasha. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nadhani Eli alikuwa kuhani wa Eli wa Shilo. Na ameishi miaka mingi pale ambako alikuwa akitenda kazi madhabahuni, na watoto wake 2 walikuwemo pale wakisaidiana naye katika zile kazi za kumtumikia Bwana. Mmoja alikuwa akiitwa Ofni na mwingine aliitwa Finiasi. Hao walikuwa wakisaidiana na baba yao katika ukuhani katika ile hekalu la Shilo. Lakini matendo aliyokuwa wakitenda pale, wao wakaanza mambo ya usharati kwenye madhabahu. Wale wamama ambao walikuwa wakienda kushenya
vile tunavyokuwa kwenye meza, na hicho chakula au mboga inaomba igawiwe, kila mmoja apewe ya kwake. Nadhani kuna maeneo kwenye ile nyama, ile mboga inaangalia nani anaweza akapewe nyama ya hii sehemu. Bwana Yesu asifiwe. Na nani anaweza akapewe nyama ya sehemu hii? Hata Mungu naye kipindi walikuwa wakimwekea hiyo sadaka ya kuteketeza, wakiiweka kwenye moto, walikuwa wakichagua sehemu ile ambao kuna manona. Wanaita nini tena mkiswahili? Ndio manona. Mafuta. Kwenye nyama kuna sehemu ambayo kuna mafuta ambayo ukiweka kwenye moto, hata walioko mbali hao wanasikia kwamba yaani kwa fulani wanachoma nyama. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wao walifanya nini hao watoto wa Eli? Walianza kudokoa ile sehemu ambayo ni ya kumwekea Mungu, ili Mungu aweze kuichukua, yaani kuipokea ile sadaka na moyo mkunjufu iweze kumpendeza Mungu. Wakaenda kuchukua kuiba ile nyama, wanamwachia labda Mungu ile mifupa, wanamwachia ile sehemu ambayo isiyonona, wanamwachia ile sehemu ambayo iweze kuleta mvuto ili apendezwe na hiyo sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Eli akiendelea kuongoza katika ile hekalu, Mungu kwa sababu aliona Eli hataki kuwakosoa watoto wake, anaendelea kuona kama kitu cha kawaida, ile siri akawa ameificha, akaitunza. Lakini ikafikia wakati fulani, huyu mtoto Samueli, jinsi baba na mama waliamua kuja kumweka katika hekalu, akulie pale, aishi katika mazingira ya kulelewa na Mungu, akapata kuandaliwa vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu Samueli alikubali kuishi katika nyumba ya Bwana, alipata faida ya kuja kupewa siri ya watoto wa nani? Watoto wa Eli, ambao alikuwa bado ni mwanafunzi, akikalika anafundishwa. Na yeye Eli mwenyewe ndiye alikuwa kuhani mkuu wa ile hekalu. Kwa hiyo nataka nikuambie nini? Nataka nikuambie, ukikubali, ukiamua kuishi katika nyumba ya Bwana, yaani utafunuliwa zile siri nyeti ambazo Mungu anaweka kwenye roho yake, hataki kumwambia mtu mwingine. Na inawezekana hata katika familia zetu. Unaweza ukakute baba na watoto 5 au 4, lakini anawaangalia watoto walio na hekima. Anaangalia wale watoto ambao wanaweza wakatunze siri. Anaangalia watoto ambao wanaweza wakakaa na watu wengine ambao wana vifua vya kulinda mambo. Bwana Yesu asifiwe. Na hao mtu anawalenga, unakuta baba, lakini watoto wote ni watu ambao wakakuta kwa damu yake. Lakini kuna mmoja ambaye pakiwa na neno moja, yeye mwenyewe anaona kwamba mtu anaweza akafa muda wowote. Sasa nikifa bado sijamwambia hawa watoto na jambo hili litawasumbua baadaye. Na ubila. Yaani mimi mtu anaweza akafa muda wote tu, lakini hapa kuna hili, kwenye familia hii kuna hili, kuna hili, kuna hili. Na kwa sababu wewe na kuona, ndio maana sio wote tunza hili jambo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lazima zile siri nyeti, unapoamua kukaa katika nyumba ya Bwana, atakupatia hizo siri, na utakuwa msaada kwa jamii yako, utakuwa msaada kwa wale ambao wanalegalega katika imani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Mungu linasema kwamba Samueli amekuwa uamsho. Ameleta uamsho katika hekalu la Shilo, kwa sababu neno la Mungu linakuambia machafuko yaliingia kwenye madhabahu. Na ilipoingia kwenye madhabahu, wakawa wanaabudu miungu. Madhabahu ikachafuka, hawakuwa wanaona maono tena. Yaani mambo yanaenda sivyo. Lakini kupitia nani? Samueli, uamsho tena ukaanza, na ile kanisa la Bwana likajazwa na Roho Mtakatifu, hata mafuta ya Roho Mtakatifu ikaanza kutenda kazi tena katika madhabahu ya hekalu la Shilo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo lazima ukubali kukaa katika nyumba ya Bwana. Lazima ukubali kukaa katika nyumba ya Bwana. Ukitaka kupewa siri
kuwapata watoto wa nani? Wa Eri. Ibrahimu naye amepewa siri. Pindi Mungu alipoona Sodoma na Gomora yani imeharibika, mnafanya mambo ambayo sio ya watu wazima tena, watu wanaanza kufanya mambo kama wanyama. Lakini Mungu akafikiria aenda akaiponye Sodoma na Gomora. Pale palikuwa na wakina Lutu, mtoto wa ndugu yake ya Ibrahimu. Lakini kwa sababu Ibrahimu alikaa katika nyumba ya Bwana, alielekezwa na Bwana, alisimama pamoja na Bwana, Mungu amesababisha wale wa malaika ambao amewatuma wa uharibifu wakwenda kuharibu pale, msipite, lakini mpite kwanza kwa nani? Kwa Ibrahimu. Malengo ikiwa ni nini? Ni kuponya mtoto wa ndugu yake nani? Lutu. Bwana Yesu asifiwe. Na kweli waliagizwa, mnaenda huko, lakini Lutu naye yuko. Naomba mponye huyu mtoto wa ndugu yako. Mponye huyu mtoto wa ndugu yako. Walipokwenda, kwa sababu tumesema hapa unaweza ukatambua sauti ya Mungu lakini usitii sauti ya Mungu. Kifo kikamjia nani? Mke wa Lutu. Wameponywa kwa neema, hawakuwa safi na Bwana. Lakini kwa sababu dunia bado, hata uwe kanisani bado tukigaliki na dunia kwenye mgongo. Hata uwe kanisani bado unabeba dunia kwenye mabega. Bado ukigaliki katika dunia, lakini ujue ya kwamba mzigo wa dunia bado unaubeba mkichwa. Tunaubeba kwenye miguu, tunaubeba kwenye mikono, tunaubeba na macho, hata vinywa vyetu, pua zetu, kila kiungo bado kinabeba nini? Kinabeba dunia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mke wa Lutu akafa kabisa. Lakini Ibrahimu amefunuliwa hiyo siri. Kwa sababu gani? Anakaa katika nyumba ya Bwana. Nuhu naye, Mungu baada ya kuona dunia imechafuka, akasema hao watu mpaka tufanye nini? Acha, nataka kuua yani dunia yote mzima, watu wote wafe. Lakini Nuhu kwa sababu alikubali kukaa katika nyumba ya Bwana, Mungu amefanya nini? Akamfikia Mungu akamwambia, yani nimefika mwisho, na hivi nataka nijaribu dunia kwa maji. Lakini kwa sababu wewe ni mcha Mungu, wewe ni mtu wangu, naomba ufanye ujenge hiki na uingize mbegu ambazo zitatoa watu wapya. Bwana Yesu asifiwe. Nuhu naye amepewa siri kwa sababu alikubali kukaa katika nyumba ya Bwana. Na hii faida ya 4 ni kujua kujibu mwito wa Bwana. Kujua kujibu mwito wa Bwana. Ukikaa katika nyumba ya Bwana, lazima nakwambia utatambua hii ni sauti ya Bwana na nitamjibu kwa sauti gani. Lakini ni ole sana hapo tunapokuja hasa hizi nchi za Ulaya. Yaani inawezekana hata baba analalamikia mtoto, wewe achuba huko wapi achuba, nataka nikuone. Lakini kwa jibu ambalo litakuja hapo, baadhi wanaambia wazee wao, yaani hapa Ulaya sio sehemu ya kuja kumshika mtoto tu kwa ghafla hivi, fanya kitu fulani. Ukitaka mimi nikufanyie kitu fulani, lazima unipe appointment. Yaani inakuwa hospitali sasa. Bwana Yesu kuhurumie. Inakuwa sehemu sasa ya kutafuta ajira. Wababa wanatafuta ajira kwa watoto, kwa sababu ndo ajira ndo zinalinga, hospitali ndo zinalinga, sehemu nyingine ambayo unatafuta faida ndo zinalinga, lakini watoto wanalinga na miito ya wazazi. Bwana Yesu akuhurumie. Mimi nitakupa appointment ya nini? Kama mimi mguu unauma, nataka unipeleke, yani unipeleke kwa gari, unipeleke hospitali. Yaani nikufanyia appointment kweli. Ukinikuta nimekufa kesho, kwa hiyo appointment yako ya kisha wiki mbili. Bwana Yesu atuhurumie. Lazima utatambua, yani utatambua jinsi
jinsi gani ya kuitika mwito. Tusome. Soma huyo Samueli ile sura yake ya 3:10. Soma kwa haraka. Tunasoma Samueli Ile sura ya 3:10. Ndio. Bwana akaja akasimama akaita vile vile kama alivyokuwa akimuita Samueli. uko wapi? Ndipo Samueli akasema nena Bwana, kwa kuwa mtumishi wako anasikia. Bwana Yesu asifiwe. Ukifuata mlolongo wa safari alivyokuwa akiitwa Samueli, haikosi safari ya kwanza, ya pili, ya tatu. Lakini Samueli alikuwa anajibu kwa sababu hajamuelewa huyu mwito ni wa nani. Alikuwa akija kwa Eli, anamwambia Eli, unaniita? Mimi sijakuita. Hata sijakuita mimi. Nenda kalala. Akaenda karuka kalala. Lakini Mungu tena akamlalamikia, Samueli. Tena akaenda kujibu jibu ambayo haimpasi kumjibu mtu mkubwa, Mungu. Lakini yeye akamwambia tena nini? Sijakuita. Nenda kalala. Tena kabisa. Tena akasikia Samueli. Tena akaenda. Ukisoma pale inakwambia jinsi alikuwa akijibu. Lakini kwa safari ya 3, ile ya 4 sasa wakamfundisha. Eli akamwambia hivi, mwanangu, nimeshatambua hii ni sauti ya Mungu. Ndio. Na hivyo neno la Mungu linasema Samueli alikuwa bado hajatengenezwa kiroho. Yaani alikuwa bado akingaliki yupo mule mwekalo ambao alikuwa akiishi. Alikuwa hajapata neno vizuri. Sasa Eli akamwambia, hapana, ukisikia sauti kama hii ni sauti ya Mungu, ili Mungu sasa akufunulie ile siri aliyo nayo, wewe uende ukamjibu hivi atakapolalamika. Bwana Yesu asifiwe. Wengi tunashindwa kujibu sauti ya Mungu, mwito wa Mungu, na unafanya Mungu aendelee kuficha siri yake, haijifunue. Bwana Yesu asifiwe. Hebu jifunze jinsi ya kumjibu Mungu kwa mwito wake, ili ufunuliwe ile siri ambayo ameiweka, ambayo yawezekana itakuwa faida kwa umma wa Kongo. Bwana Yesu asifiwe. Labda itakuwa faida kwa watoto ambao wanaishi hapa Ulaya, lakini bado tunajibu kama wasimjibu Mungu. Rudilia pale nasema nini? Eli alimwambia nenda ukaseme, ukajibu hivi, ukaseme hivi. Tunasoma Samueli wa kwanza 3:10. Ndio. Unasema hivi. Ndio. Bwana akaja akasimama akaita vile vile kama kwanza, Samueli. Ndipo Samueli akasema, nena Bwana, kwa kuwa mtumishi wako anasikia. Nena Bwana, kwa kuwa mtumishi wako anasikia. Na baada ya kutoa hiyo jibu, ile siri ya Mungu kweli iliendelea kukaa kwenye kifua. Bwana Yesu asifiwe. Wapi tunafuatana? Hapo tumeshachoka. Siri ya Mungu haikubaki kwenye moyo wake, ameifunua kwa sababu ile jibu ya Samueli imekwenda imegusa pale ambapo pana msanduku mkubwa. Kuna ile kufuli ambayo haiwezi ikafunguliwa na mtu mwingine. Hata ukienda kumbembeleza aina gani, haiwezi ikafunguliwe bila jibu linalofanana na jibu linalojibiwa nani? Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo utapata utaalamu wa kumjibu Mungu pindi utakapoamua kuishi katika nyumba ya Bwana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Twende tumalizie. Tungeongea mengi. Ile ya 5, ukiamua kukaa katika nyumba ya Bwana, kuna sababisha wewe kuwepo kuwa mwakilishi wa Bwana au wakili wake. Ukisema wakili, unasema mwakilishi. Ukisema mwakilishi, unasema sura ya yule mtu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana kuna baadhi ya makanisa wale maaskofu wale niliipata zaidi kwa kanisa la Methodist. Ule mchungaji hapo Ilangi
Saa moja walikuwa wanamuita wakili halali. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakili halali. Yaani mwakilishi wa Mungu katika ile zao wa congregation nani? Ya Methodist. Hata yule representa wa kanisa la Sepak, wa Serpa, wa nani? Hata nikiliongea hili kama utamuna, wewe ukatae tu. Hata mimi ni wakili wa hili kanisa. Mchungaji mwenga ni wakili wa hili kanisa. Mchungaji atoka ni wakili wa hili kanisa. Yeye ndo anawakilisha Mungu kwenye hili kundi hapa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wewe ukikataa, yani ni kama umekataa sauti ya Mungu. Unashindwa na jibu la kujibu sauti ya Mungu. Amen. Ambao si hautaelewa. Mungu atakufunulia yale ambayo mchungaji mwenda ya kiroho atakusaidia. Yale ambayo mchungaji atoka nayo ya kiroho yatakusaidia katika maisha yako. Na yale ambayo yako kwenye kifua changu ambayo inaweza ikakusaidia kiroho. Hautaipata. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lazima tukubali kukaa katika nyumba ya Bwana. Tunamaliza wapendwa. Hii ya 6 inasema ya kwamba ukikubali kukaa katika nyumba ya Bwana una faida ya wewe kupewa uhakika wa ulinzi wa Bwana. Sijui tumesoma ili tusome tusindikize hiyo nani na Samueli wa kwanza ile sura ya 3 mstari wake wa 21. Soma kwa haraka. Tunasoma Samueli wa kwanza mstari wa 3, sura ya 3 mstari wa 21. Utakuwa wakili wa Bwana. Unasema hivi, naye Bwana akaonekana tena huko Shilo. Bwana akaonekana tena huko Shilo. Hekalu ambalo Mungu alikuwa ameshalifuta kwa maovu ambayo yalikuwa yakitendeka pale. Kwa kuwa Bwana akajifunua kwa Samueli huko Shilo. Tena kwa Samueli. Kwa neno la Bwana. Nalo neno la Samueli ikawajia Israeli kae Israeli yote kama vile essence au petroli ambayo umemwaga chini. Ni sehemu ndogo hii. Yaani chukua maji uyamwage hapa au mafuta. Basi chukua na petroli uimwage hapa. Hebu njoo sasa upime hizo eneo nimemwaga hapa imechukua yaani kiasi cha mita ngapi? Utakwenda kukuta petroli inatembea. Na ndivyo inavyotembea siri ya mtu ambaye analala katika nyumba ya Bwana, anaishi katika nyumba ya Bwana, yeye anakuwa na sifa za kuwaita wengine kwa Bwana. Amen. Na neno la Mungu litawafikia wote na kugeuza kanisa au hekalu ambalo tayari lilikuwa limewekwa kama eneo la baa, eneo la kuvutia pombe, eneo ambalo la kuvutia hii tumbako, eneo ambalo wale watoto wa Eli walikuwa walikuwa tupa sijui fyeka hao yule sekopele ambao walikuwa na sekopele. Sasa asimuone wa sura nzuri amekuja kanisani tayari, asimuone wa sura nzuri ambaye amekuja kuimba hapa ameomba wimbo wa kumsifu Mungu lakini tayari. Lakini Samueli baada ya kukaa Mungu akamtengeneza, akamuumba tena, akamvingira tena, akamwelekeza tena, akamwonyesha njia ya kukaa na kuishi ili ageuze yale mazingira ambayo ilikuwa tayari inawekwa kama vile nyumba ya vinyago. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumalizie hiyo. Yaani inasababisha wewe kuhakikishiwa mazingira ya ulinzi mazuri, uhakika wa ulinzi. Nadhani tukiangalia maisha ya wanadamu hata ya serikali ambazo zinachunga yani nchi mbalimbali, proje ya kwanza ya serikali kwanza inalenga nini? Ulinzi wa nchi, mazingira ya kulinda nchi, kwa sababu hapawezi pakawepo maendeleo ya nchi kama hakuna amani, hakuna ulinzi wa nchi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bali kosa na ulinzi, zile mali ambazo Mungu amewatumikia zitakula watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Elimu ambayo
mazingira ya ulinzi yaliyo mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tusome Zaburi. Tumalizie. Ile Zaburi ya 21. 1 Twende kwa haraka tumalize. Zaburi ya ngapi? Zaburi ile ya 23. Ule mstari wako wa kwanza malizia kwa 6. Tunasoma Zaburi 20, tunaanza mstari wa kwanza Ndio. mpaka mstari wa 6. Ndio. Anasema hivi. Bwana akajibu siku ya Bwana akajibu. Jina la Mungu wa Yakobo likuinue. Pili, Ile Zaburi Zaburi 20. 23. 23. Ndio. Ambayo iko tayari nataka kusoma. Tunasoma Zaburi 23. Ndio. Tunaanza mstari wa kwanza. Ndio. Bwana ndiye mchungaji wangu. Bwana ndiye mchungaji wangu kwa sababu nimekubali kukaa ndani yake. Sitapungukiwa na kitu. Kila kitu najua kwa sababu Bwana ndiye analeta. Bwana ndiye anafanikisha. Bwana ndiye anatengeneza. Nina mazingira mazuri. Sitahofiwa na kitu fulani. Twende. Pili, katika malisho ya majani mabichi unilaza kando ya maji ya utulivu. Hapo Kristo anakupeleka, Mungu anakupeleka pale palipo na majani mazuri ili upate lisho, upate mlo mzuri, upate chakula kizuri kwa sababu endelee kuneneka. Uniuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki na Hata kupeleka ukikaa katika nyumba ya Bwana. Hata saa moja hata kupeleka kwa njia zisizo za haki kwa sababu yeye ndiyo haki na kweli na uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwisho ngapi? 6. Naam, sijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe upo pamoja nami. Hata Gongo lako na fimbo yako vyanifariji. hata nipite katika uvuli wa mauti. Nani asiyeogopa mauti hapa? Hapa ndishi kidogo. Asiyeogopa mauti hapa. Amago, mtoto kwa mtu. Ya kwanza hii. Haya, tunaenda la 5. Yana chuma, bundu kiano pa. Oba wambe elimu na namna ya kuola kwa sababu ni Kristo ndio mtayari. Waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu. Ndiyo. Umenipaka mafuta kichwani pangu. Ndiyo. Na kikombe changu kinafurika. 6. Ndio. Hakika wema wa fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Bwana Yesu asifiwe. Ulinzi. Lokele desefile mnataka. Ngaji ndio ni hapana yote hii ndio kichwa kwa mchungaji. Wapi kishoni wewe wapi yako huko wapi ni kwao. Ndio kitu ya hapo ndio. Rais ana hiyo wapi na wapi kwa masipana. Kama ndio askari wote mwashika wapi? Mwashika wao ali na hukumu wangu kweli. Lakini wanasanga boss wakikuta wote yani wamekufa kisha ndio wamefika kwa nani? Kwa rais. Wale watapakazi wazuri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini mieko yetu au wana kurukosa ya nachuma bado aitea asema moyo zangani shini nani moyo zangani shini nani pamoja ubintu bashika